Usi ni lugha ya watoto. Usi ni lugha ya watoto. Ukisikia usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani mke wa jirani yako. Hizi ni lugha za watoto. Unajua lugha kubwa waliokuwa wanaitumia wazazi wetu kipindi cha utoto ni usi. Usi. Mtoto akitaka kushika moto, usishike. Akitaka kwenda chooni, usiende huko. Akitaka kushika matope, we, usi. Hizo ni lugha za watoto. Sasa kuna mtu hapa anajiuliza, hivi nikizini si nitatubu? Au kuna mwingine ana struggle, nakataa kuzini kwa jina la Yesu. Nakataa kuzini kwa jina la Yesu. Huyo bado yuko kwenye kiwango fulani cha watoto. Yaani bado ana struggle na kile kitu. Yaani anagombana naye ni kama vile akijamwachia bado. Ila kuna mtu amesha set standard kwa namna ambavyo mazingira ya uzinzi atakuja. Hata kama watamtumia mwanamke chumbani, wakamtegea na kamera, mwanamke akaja akavua nguo, atatoka nje. Hata kama ukimfungia mlango, yule ndugu hatafanya chochote. Watamzushia kwenye mitandao, watamzushia kwenye television, kwenye magazeti, lakini yule mtu ana free from that. Yuko huru na hilo eneo. Mtume Paulo ananiambia jambo moja zito sana. Anasema kwamba nimejifunza kuwa huru kwa watu wote. Yani huru, free to all men. Huyu mtu anaweza kukaa hata na mwanamke yuko uchi na wala sense. Yesu anakaa na mwanamke Msamaria kahaba, halafu Yesu hata sense. Anaambia chakula changu mimi ni atende mapenzi ya Bwana. Anawaambia wanafunzi wake, mimi chakula changu sio uzinzi. Chakula changu ni atende mapenzi ya Bwana. Yani hisia zangu mimi ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya mwanamke Msamaria. Unaona Bwana Yesu amekaa na wakina Miriam, Martha na Mariam. Amekaa nao. Amekaa nao pale, amekaa magotini pake. Kuna Biblia zingine zinasema hivyo. Amemkalia Bwana Yesu pale. Lakini unajua kusikia kwenye maandiko Yesu ana unajua kusikia Biblia inasema kinywa chake hakikuwa na hila. Hakumwambia Mariam takuoa, tuingie kwenye mahusiano. Hakumwambia. Hakumwambia, hakumdanganya. Hakumwambia mimi nikiwa mwokozi wa ulimwengu, nikiokoa ulimwengu, nikaenda mbinguni wewe utakuwa mke wangu. Kinywa chake hakikuwa na hila. Hakuwahi kutongoza Bwana Yesu. Kinywa chake kilikuwa ni kisafi, hakina hila. Kwenye mdomo wake haijatoka hila, haijatoka matukano. Japokuwa alipitia mambo mengi sana. Unagundua kuna kiwango fulani ambacho tukifika sisi kama watumishi wa Mungu tunaacha kustruggle kabisa na mambo fulani ambao ni minor. Alafu tunaanza kushindania imani yetu. Yani hatushindani na dhambi, tunahama kushindania imani yetu. Yani wangapi leo wanashindana na dhambi? Yani pambana na dhambi. Dhambi na mkata ngwala, narudi kwa mchungaji, nimeanguka, nimepitiwa. Dhambi napigana na mtu. Huyo mtu hajafika kwenye kiwango ambacho sio tu kwamba anashindana na dhambi, ila huyu mtu anaishindania imani, anashindania maono ya Mungu. Huyu mtu anashindana na Mungu na anashinda, sio anashindana na dhambi. Yani kuna tofauti kati ya kushindana na dhambi na kushindana na Mungu. Kuna watu wanashindana na Mungu, yani huyu mtu anakomana Mungu. Prayer. Simeandikwa kwamba ombeni nanyi mtapewa. Prayer. Tumtafute Bwana kwa moyo wote. Prayer. Ibada. Biblia.
Hawa ndio watu wanaoshindana na Mungu na kushinda. Mpaka jamaa linakamata uamsho, mpaka jamaa linakamata mafanikio, mpaka jamaa linakamata miujiza. Shindana na Mungu na akashinda. Ila kuna mwingine bado ana struggle na dhambi, bado anapambana, bado anajitahidi sana. Jitoe kwenye hilo eneo la struggle, pata ufunuo ili uvutwe uende kwenye kiwango kingine cha kuamini, kiwango kingine cha uhuru wa rohoni. Wakusaidia sana. Amen.